tupushi tena mazoezini tuweze kupata alama 3 katika michezo mingine inayofuata, maana ligi ni ngumu mzunguko huu wa pili. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu kiukweli, na katika tebo pia tukiangalia timu yetu haiko salama, kwa hiyo tunahitaji sana tupushi ili timu iweze kuwa katika nafasi nzuri. Hakukuwa na pressure yoyote pengine kwa upande wako kama mchezaji? Hamna pressure, ligi ndio hiyo. Ukishaanza kwenye ligi kiukweli pressure inakuwa una lazima tayari tushakuwa, kwa hiyo ushacheza mechi nyingi msimu uliopita, hata micheza ligi, kwa sina pressure. Sina pressure. Simu hazijaita? Hapana, simu hazijaisha. Mimi bado mchezaji wa TRA na mkataba pia na TRA. So, target sasa, kwa sababu wachezaji wengi wanacheza kila mtu ana target yake kwenye kila msimu. Kwa wewe target gani au malengo yako ni yapi kwa msimu huu? Mimi kiukweli nacheza mpira nipate pesa. Yaani mimi nikipata pesa ndo maisha yangu yanaenda. Kwa hiyo target yangu mimi ni kupata pesa. Basi sina sijui target nini. Mimi timu yote nikimaliza mkataba labda nikipata pesa mbele na nikizimina maisha yangu nachukua nafanya kazi. Kwa tutegemea tuna kumuona Chobedo kwenye timu nyingine huko, kwa sababu unasema wewe unahitaji pesa. Ila sema bado na mkataba na TRA, kwa mkataba wangu kisha nikipata ofa na meneja wangu pia taangalia sehemu ya kwenda. Au hata TRA unaendelea kubaki? Inshallah nitaendelea kubaki inshallah. Kama wakiongeza dau naendelea kubaki. Umefurahi sana baada ya kusikia. Timu nzuri. Kila kitu kiko fresh kiukweli, timu nzuri. Hamna changamoto kiukweli. Nini ambacho pengine huwa mnakizingatia zaidi kama wachezaji mnaelekea kwenye michezo mikubwa kama wa Simba wa Yanga hivi? Mechi kubwa zina pressure kiukweli, kwa hiyo mechi kubwa inabidi ujiandae kweli kweli, yani ujiandae kichwani, ujiandae mguuni. Kiukweli mechi kubwa inakuwa ina ugumu wake sana. Kwa hiyo ni hivyo tu kupushi, kumwomba Mungu basi. Umezungumza Simba walikuwa bora sana jana na mpaka mkaruhusu magoli 3 kwa upande wenu nyinyi. Ubora wa Simba pengine unaweza kuzungumza kwenye maeneo gani na mchezaji gani pengine alikuwa mzuri zaidi kwenye mchezo wa jana? Mimi naona tu jana walikuwa na bahati na walikuwa na siku nzuri, kwa hiyo siwezi nikawazungumzia sana, ila jana walikuwa bora, ndio maana wameweza kutuadhibu. Kwa hiyo mimi nawashukuru tu, mechi ilikuwa nzuri na wapongeza kiukweli, wamecheza vizuri ndio maana wameweza kutufunga. Swala la kwamba sijui unamlaumu nani kwenye ile mechi? Sina cha kumlaumu, maana mwalimu yupo, tamlaumu nani? Maana si ni binadamu, unaweza kumlaumu mwenzio kesho, mara wewe umefanya mistake, mmeadhibiwa. Kwa hiyo siwezi nikamlaumu mtu, zaidi ya kumshukuru Mungu. Tulishinda karibia michezo 4, jana tumefungwa. Kwa hiyo ni jambo tu la kushukuru, tutapushi tena mbeleni, mechi zinazokuja tuweze kupata matokeo, timu iweze kuwa katika nafasi nzuri, tuweze kuibakiza kwenye ligi. Chamu na Mzamiru ni wachezaji muhimu sana kwenye kikosi chenu, na jana walikosekana kwenye huo mchezo. Pengine kukosekana kwao kuna kitu ambacho kilipungua kwenu? Kiukweli ni wachezaji wazuri, ni wachezaji wazuri sana. Yaani ukiangalia kwa mechi ya jana tulikuwa tunawahitaji, lakini ndio hivyo pia wako kwa mkopo, kwa hiyo hawakuweza kuruhusiwa kutumika, lakini ndio hivyo kwa mechi ya jana kiukweli tumewamisi. Yaani kama mimi nimewamisi sana, kwa sababu unapokuwa unacheza na wachezaji wazoefu kitu fulani kinakuwa kinaongezeka na utulivu pia unakuwa mkubwa sana. Tofauti jana sio mbaya sana, lakini ndio hivyo tu matokeo, na pia nawapongeza wachezaji wenzangu, tumepambana kadri ya uwezo wetu, ndio hivyo tumeadhibiwa. Mchezo ulikuwa mzuri kwa Simba, tunawapongeza, lakini na sisi tutawakaribisha Arusha. Tunasalamu Arusha. Na sisi tunawakaribisha Arusha. Arusha kuna nini kule ambapo kila mtu anakuogopa, yani kila mtu anataja atakuja Arusha, kila mtu atumie uwanja wake wa nyumbani vizuri, kwa na sisi tutawakaribisha Arusha, tutawapa game tough zaidi. Na sisi siku nyingine tutaonana hivi, tutazungumza mengine tena. Sawa, kama mchezaji nataka comment yako kuhusiana na performance ambayo alionyesha Dennis Mkani, kijana mdogo kabisa ambaye ametoka Yanga, pia naye kwa mkopo yuko pale TRA. Jana amecheza mechi nzuri sana, na bila shaka huwa mnazungumza kuelekea kwenye hizo mechi. Unaweza kumwambia nini kwenye kila ambacho alikionyesha jana? Mimi nampongeza tu, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mkubwa, kwa hiyo mimi nampongeza kiukweli. Nampongeza, ni mchezaji mzuri. Hivyo tukaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atusaidie tupushi tuweze kuibakiza TRA kwenye ligi. Mashabiki wao wanatamani kusikia chochote kutoka kwako, na sasa hivi bila shaka mashabiki kwako wameongezeka. Hamna, kawaida tu, kawaida. Wameongezeka. Picha zimekuwa nyingi. Kila mtu Chobedo ndani sema nakuta wewe. Hamna, kawaida tu. Unawaambia nini? Mimi kiukweli na washukuru washabiki wa TRA, kiukweli wamekuwa bega kwa bega tokea ligi tunaanza. Kiukweli ligi ilikuwa tujaanza vizuri, kwa hiyo wanatusapoti, wanafika uwanjani kiukweli.
Kwa hiyo pia tunawapa pole kwa mchezo wa jana. Kwa tuna imani Mungu atatusaidia, tutapushi tena mechi inayokuja, tutawafurahisha. Tutatoka kwenye nafasi ya 10. Na imani sitatoka kwenye nafasi ya 10, tutasogea juu kabisa inshallah. Asante Ramadhani.